namaanisha amefariki dunia. Daktari, unasemaje? Kwanza tumepata taarifa hizo na tushukuru Wizara ya Mifugo na Uvuvi imechukua hatua za haraka kwenye kufanya ufuatiliaji kila mahali ambapo walisikia taarifa za namna hiyo, kwa sababu kusikia taarifa huwezi kupuuza na lazima ufuatilie na kuweza kujua ukweli na namna ya hatua za kuchukua. Kwa tutumie fursa hii kutoa wito kwamba Watanzania tunatakiwa tuwe wazalendo kwenye taifa letu, kwa sababu tunahitaji chakula safi na salama. Kwa tunaendelea kutoa elimu, lakini tunaendelea kuwatengeneza wadau na Watanzania wengine kujiajiri kufuga kwa tija. Maana ya kufuga kwa tija ni kufuga mifugo bora na mifugo ambayo ni salama kwa walaji. Kwa tumepromote wafugaji wa kuku kama mlivyokuwa mnawaona wako hapa, wafugaji wa kuku wa kisasa, wafugaji wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa nguruwe. Kwa tunatataka kila Mtanzania ajiajiri kupitia fursa hii ya ufugaji. Kwa tunahamasisha ufugaji wa sungura, lakini hata ukitembelea Iringa kule kuna vijana wametoka wamegraduate. Wao sasa hivi wameanzisha ufugaji wa mende. Kwa hiyo wanafuga mende na mende wana soko kubwa sana kule China. Kwa hiyo viko vitu vya aina mbalimbali ambavyo tunaendelea kutoa elimu na kuhakikisha kwamba Watanzania wanaweza kujiajiri. Swali la mwisho. Sekta ya mifugo ni miongoni mwa sekta ambazo zinachangia pato kubwa la taifa. Lakini je, ni kwa namna gani sasa sekta hii imekuwa mkihubiri kwenda sambamba na uboreshaji wa miundombinu ya mifugo ili kuwaje uchumi uendele sambamba na uboreshaji wa sekta hiyo ya mifugo kwenye eneo la miundombinu kama majosho pamoja na utengaji wa maeneo ya malisho kwa ajili ya wafugaji, kwa lengo tu na kuhakikisha kwamba wafugaji hawa wanafuga katika mazingira mazuri pamoja na kukuza uchumi. Hiyo mlisimamia? Hili tumelisimamia kama mnavyofahamu. Hata leo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, sekta ya mifugo, amezindua josho kule. Na kwa uogeshaji leo wafugaji wa huko na sasa wanaendelea na uogeshaji kwa maana ya afya ya mifugo bure. Wizara imetoa madawa kwa ajili ya kuogesha. Hiyo ni mpango mikakati sasa ya ufugaji wenye tija na namna gani tunawashirikisha wadau kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa tunaboresha huduma hiyo. Tumeenda kule walioongozana sisi wameona kuna idara ya maliasili upande wa misitu wameungana na kwa pamoja kwamba hakuna mfugo ambao unaishi kwa sehemu ambayo ni jangwa. Utaona kwenye sehemu ile ya uhifadhi wa misitu wameungana na wafugaji kwa ajili ya kutunza misitu na kufuga kwa tija. Kwa hiyo tumejipanga vizuri katika mpango huu mkakati, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia waziri wake
muungano na mazingira. Sasa tumejipanga sasa kwamba tuitumie ardhi vizuri, tuyatumie mazingira vizuri. Kwa hiyo tumepanga mkakati wa uboreshaji wa mazingira, na mwezi wa 11 tarehe 8 na tarehe 7 hadi tarehe 8 Dodoma CHAUMMA tunao mpango mkakati. Tutakuwa na semina na tunawaleta wadau wote mikoa yote Tanzania kwa ajili ya kuja kupata semina sasa namna gani tunaungana na serikali ili kwenda kufuga kwa tija, lakini ufugaji unaozingatia utunzaji wa mazingira. Shukuru sana. Mazoezi haya yanazingatia ajenda. Kwa hiyo wapo akina mama, wapo akina baba pia. Ubunifu pia tunaangalia ubunifu wa kifaa kinachotumika. Hili jipo ambalo hapa ni banda la programu kuja kuungana na kuunga serikali ya mkoa kuja kuunga mkono. Tuna nyama, tuna mishikaki ya nyama, tuna mishikaki ya samaki na fueli. Tunakaribisha, mtaweza kuonja na kupata ladha, kuona kadri tulivyoweza kuungana na hiyo. Karibuni sana. Karibu. Lete kisemeo. Wapiga picha kweli nyinyi? Jina lako tutaendelea. Naitwa Jeremia John Wambura, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Utunzaji wa Mazingira na Ufugaji wenye Tija Tanzania. Kama mnavyofahamu, tangu tarehe 25 wa Katavi umezindua maonyesho maalum ya Mwanakatavi. Maonyesho haya kwa kweli ni mfano wa kuigwa na mikoa mingine wanapaswa kuiga. Na sisi tumefika hapa Katavi kwa ajili ya kuungana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Katibu Tawala na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuitangaza Katavi, lakini kuwaelimisha Wanakatavi na Watanzania wengine kwamba unaweza sasa ukajiajiri kupitia fursa za uwekezaji katika ufugaji, utunzaji wa mazingira, viwanda vidogo vidogo, ujasiriamali. Na leo umeona palikuwa na Nyama Choma Festival Katavi, na tumeshuhudia wadau mbalimbali ambao wameonyesha bidhaa mbalimbali wanazozitengeneza. Kwa mimi nitumie fursa hii kueleza Watanzania kwamba Katavi ina fursa nzuri. Katavi ina hali nzuri ya hewa. Nipende kutumia msemo wa hayati Rais Mwinyi, alikuwa akisema Zanzibar ni njema atakaye na aje. Na sisi tunataka kuambia Watanzania kwamba Katavi kumenoga sasa, wanaweza kuja kuwekeza kwa sababu kuna fursa nyingi mbalimbali. Tumetembelewa leo na naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia sekta ya mifugo. Amezindua Josh, ameangalia miundombinu mbalimbali, amekuja amezindua kliniki ya utafiti wa magonjwa ya mifugo, jambo ambalo ndio la muhimu sana kwa wadau wa sekta hii ya mifugo. Sababu huwezi tu ukamtibu ng'ombe kwa kumkisia au kuangalia hali yake, lakini akifanyiwa utafiti unagundua tatizo, changamoto ya magonjwa yanayomkabili,
na hivyo wanakwenda kumtibu ng'ombe kwa uhakika. Kwa hiyo mimi niombe kupitia waandishi wa habari, Wizara ya Mifugo na Uvuvi ione umuhimu sasa kwa kila mkoa au halmashauri kuwa na kliniki ya magonjwa ya mifugo. Jambo hili litaleta tija ili kuweza kutengeneza sekta ya mifugo kuweza kuwa na uhakika wa soko la nyama kwa walaji, kwa sababu kutakuwa na usalama wa chakula kwa walaji. Labda ni kwa namna gani mmekuwa mnaendelea kutoa? Kwanza tumekuwa na mpango mkakati sasa, kama mnavyofahamu kwamba nchi kumekuwa na jangwa na duniani kote kumekuwa na changamoto ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo tumekuwa na jukumu sasa la utoaji wa elimu. Moja, Chama cha Utunzaji wa Mazingira na Ufugaji wenye Tija Tanzania CHAMAUTA kina maonyesho kila mwaka kuanzia tarehe 1 Juni hadi tarehe 6, tukishirikiana na Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Kwa tunatoa elimu kwamba sasa ufugaji wa kuhamahama umepitwa na wakati. Tunataka Watanzania wafuge kwa kutulia, kwa kuzingatia utunzaji wa mazingira, ili sasa mifugo bora watapatikana kutokana na mazingira kuwa salama. Hivyo utunzaji wa mazingira ni jambo la msingi sana. Na kama unavyoona, tumesema CHAMAUTA tunaungana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Katavi. Tumeomba Watanzania waje kuwekeza katika fursa ya viwanda na ufugaji wenye tija, lakini tunawahamasisha sasa Watanzania watunze mazingira, wafuge kwa tija na watumie nishati safi na salama. Hii ndiyo mpango mkakati tuliokuwa nao, na tunaendelea kuitoa hii elimu mahali kote nchini. Na kwa kupitia nyinyi waandishi wa habari, tunajua ni engo muhimu sana ambao mtapeleka salamu na ujumbe, tukiungana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumunga mkono kwenye kuhamasisha matumizi ya nishati safi na salama. Leo hii tumetazama tunazungumzia swala zima la ufugaji, lakini wiki kadhaa umesikia swali lilopita kule kwamba